Masalheri mtazamaji wa TVC 247, karibu andamana nasi katika taarifa zetu kuu za saa moja, ikiwa ni pale ambapo leo siku imekuwa mbaya katika kaunti ya Migori. Daraja limebomoka, hivyo basi shughuli za uchukuzi zimesimama. Mimi ni Martin Base, andamana nasi hadi tamati, tutakujuza yaliyojiri hii leo. Nami ni Pauline Atelo, na kwanza wacha tupate vidokezo. Mvua kubwa imeshuhudiwa kaunti ya Migori pale ambapo daraja limeweza kubomoka na hivyo kuacha wakazi katika njia panda. Chuo cha Bomet chapata uongozi mpya ambapo Ruth Kemto ndiye rais. Kenya imekusanya dola bilioni 2.2 kupitia Eurobond yake kubwa zaidi kuwahi kutolewa, asema Isaac Mwaura. Wakazi wa eneo la Eastlands jijini Nairobi wamelalamikia kukatika kwa umeme mara kwa mara kuna kuathiri biashara zao. Serikali imewahimiza wafanyabiashara wa Kenya kuchukua fursa kamilifu ya mkutano wa biashara na uwekezaji wa Afrika Mashariki unaotarajiwa kufanyika nchini kuanzia Februari. Timu Linda Mwananchi ikiongozwa na Edwin Sifuna na Babu Owino imetoa salamu za rambirambi kwa familia ya Vincent Ayomo huko Kitengela. Eric Omondi ametangaza matembezi mengine ya siku 5 kutoka Nairobi hadi mpaka wa Busia kwa ajili ya kituo cha uokozi wa sisi kwa sisi. Karibu kwa taarifa kamili. Wakazi wa eneo la Eastlands jijini Nairobi wamelalamikia kukatika kwa umeme mara kwa mara kunakoathiri biashara zao. Migahawa, baa, magala ya samaki, mabucha, shule, cyber cafe na vituo vya maji safi vimekuwa vikikumbwa na hasara kubwa kila panapotokea kukatika kwa umeme, hali ambayo inasemekana ni ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa wakazi, kutokana na kukatika kwa umeme huduma kwa saa chache hadi siku kadhaa katika baadhi ya matukio, Vincent Mashare anaendesha mgahawa huko Kayole aliambia wananchi reporting kuwa kukatika kwa umeme mara kwa mara kumeathiri pakubwa biashara yake. Na wafanyabiashara wa samaki pia wamekuwa wakitaabika, hasa kwa kuwa samaki huharibika kwa urahisi. Kaya pia zimeathirika, huku nyingi zikilazimika kutumia mishumaa na vifaa vya sola vya kubebeka kuwasha nyumba zao. Kwa mujibu wa Henry Kamau, mkazi wa Nyuma Villa na Nadra, kupitia kwa siku 3 bila eneo hilo na maeneo jirani kukumbwa kukatika kwa umeme. Sasa kwa wakazi wanaitaka Kenya Power and Lighting Company almaarufu KPLC kutatua tatizo hilo na kumaliza mateso yao. Kwingineko ni kwamba serikali imewahimiza wafanyabiashara wa Kenya kuchukua fursa kikamilifu ya mkutano wa biashara na uwekezaji wa Afrika Mashariki unaotarajiwa kufanyika nchini kuanzia Februari 24 hadi 25. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, msemaji wa serikali Isaac Mwaura alisema mkutano huo utawakutanisha watunga sera na viongozi wa biashara kutoka Kenya na mataifa mengine ya kadhaa pamoja na wadau wa kimataifa kujadili namna ya kuimarisha biashara na uwekezaji wa kikanda. Mwaura aliwataka wafanyabiashara wa Kenya kutumia jukwaa hilo kupanua masoko yao na kunufaisha na fursa mpya za ukuaji. Serikali inawahimiza wafanyabiashara wa Kenya wauza nje na wawekezaji kutumia majukwaa kama haya kupanua masoko na kufunga fursa mpya za ukuaji, alisema Mwaura. Alisisitiza dhamira ya Kenya katika kuendeleza dira ya ajenda ya mwaka 2063 ya Afrika yenye umoja, ustawi na ujumuishi wa kiuchumi. Kwa mujibu wa msemaji huyo, ushirikiano thabiti na mshikamano wa kikanda ni muhimu katika kujenga masoko imara barani Afrika. Akizungumza mtazamo wa uchumi wa Kenya, Mwaura alisema nchi inashuhudia kurejea kwa imani ya uwekezaji, akihusisha hali hiyo na mageuzi yaliyofanywa na utawala wa sasa ili kurejesha uaminifu na udhabiti katika masoko ya fedha ya kimataifa. Aliongeza kuwa uboreshaji wa hivi karibuni wa ukadiriaji wa mkopo unaonyesha kupungua kwa hatari ya kushindwa kuachia madeni, kuimarika kwa akiba ya fedha za kigeni na kupungua kwa nakisi ya urari wa malipo ya sasa. Mwaura pia alisisitiza kujitolea kwa serikali kuepuka ukopaji holela na kuweka kipaumbele katika uendelevu, uwazi na udhabiti wa muda mrefu wa uchumi. Alisema mkakati huo utapunguza hatari za ufadhili na kuimarisha imani ya kimataifa katika uchumi wa Kenya.
Na kufikia hapo hatuna la ziada mtazamaji, labda mwenzangu awape ushauri kutokana na hali ya mvua ambayo imeweza kushuhudiwa nchini. Labda ushauri ninaweza kuwapa ni vaa sweta na kuwa mahali penye joto, kutakuwa sawa. Na sina budi kukupa kauli kutokana na ushauri wake kwamba baridi kizidi, tafuta namna yoyote uweze kujikimu kutokana na baridi hiyo. Kuvaa sweta, kufanya mambo mengine ambayo unajua, lakini shughuli ya mvua isikupate vibaya. Niite Martin Base, siku zote alamsiki. Jina langu ni Paulina Telo, tukutane hapo kesho.